rais wa vilabu na yeye anashiriki kuishawishi klabu iende kwenye nyumba ya mtu ili iende kubadilishia nguo na watoto waingie uwanjani. Kweli kuna rais wa klabu? Kuna vitu sisi tukisema watu wale wanatukosoa sana na kututukana katika comment. Ila sisi tuambie, sisi hatumwangalii mtu, sisi tunaangalia mpira wa Tanzania. Leo mpira wa Tanzania ndio umewafanya watu wengine wanafanya biashara kupitia mpira. Kuna wachezaji wengine leo maisha yao yamekuwa vizuri kwa sababu ya mpira, kuna watu wametia hela, lakini kuna vitu vingi vinafanyika. Lakini ukiachia hivyo, mpira wetu wa Tanzania leo umekuwa kila kitu kimekuwa kinatamani. Leo tumepata nafasi ya kushiriki mashindano ya kuandaa mashindano ya CHAN, tukapewa heshima, tumeandaa mashindano ya AFCON kwa sababu ya mpira. Hivi kwa nini baadhi ya watu wachache wanaenda kunajisi mpira wa Tanzania? Sisi sio kiongozi wa mpira jamani. Mimi nasema, mimi najua Machaa watanichukia na watanyoshea vidole. Sikaja kuua mpira wa Tanzania. Tokea amekuwa katika hii nyazifa ya klabu yake anayoongoza na baadhi ya vio kupewa. Yeye ndo anafanya vitu vya ajabu katika mpira wetu na unatokea. Leo yeye baada ya kuwa kiongozi ndio tunaona mshabiki wa Simba ananunuliwa kwenda Yanga. Mshabiki wa Simba ananunuliwa kwenda Yanga. Leo baada ya uongozi wake na ndio tunaona timu yake baada ya kuingia kwenye nyumba inaenda kwenye nyumba ya mtu. Badilishia nguo. Wanaenda kubadilishia nguo. Lakini hata hivyo tumeona vitu vingi kwenye utawala wake, vitu ambavyo vinajitokeza katikati. Sasa leo tumeona mwanzo wamepigwa faini. Wamefanya kosa kama hilo. Wamepigwa faini milioni 30 na wakasema kwamba wao watafanya alichotaji ishirini. Imejirudia tena, wameingia tena katika ile nyumba, wanapigwa faini milioni 100. Na viongozi wanapelekwa kamati ya maadili. Tunataka tuone haki kitendeka kwenye kamati ya maadili. Sabani, pengine ile dhana kwamba mashabiki wa Young Africans wanazichanga zile faini na nazidi kuwapa kiburi Young Africans kufanya makosa. Mimi na uhakika wale mashabiki hawachangi hela, wanatoa viongozi. Wanaitaka mikeka. Hawana ushabiki, hawana mashabiki wenye moyo wa kutoa hiyo hela. Mimi nakwambia bro, siri ya ile mikeka wanajua wenyewe. Kama wanashindwa kujilipia viingilio uwanjani, wanaingizwa bure, watatanga milioni 30 au 100. Si uongo. Wale viongozi wanachukua kivuli kwamba mashabiki wao nao wameunga mkono ile michango. Ina maana ile hela wao wenyewe wanatoa, baadaye wanasema mashabiki wametoa. Wale hawatoi, waongo. Kuna mashabiki anachanga hela. Kama watachanga, mimi nakwambia hata milioni 5 hivi. Lakini wale viongozi wanatoa hela kwa sababu wana mirija yao, wanasema wanachukua hela. Lakini mimi niseme, hela haisaidii chochote. Hela sio kila kitu katika hii dunia. Kuna vitu vingine vinahitaji hela. Kama ingekuwa watu hawana hekima na busara wanatumia hela, nchi sasa hivi imeshateketea hii. Tunataka turudi katika misingi ya asili yetu ya Tanzania na misingi ya kimpira. Leo kamati ya maadili tunataka tuone ikiwaadhibu wale viongozi wanasimamia. Enzi Mtinde ambaye ndio CEO pamoja na rais wake, wao ndio waliongoza ili jahazi la kufanya hivyo vitu vya ovyo. Adhabu kali itoe ili mwingine iwe ovyo, mwingine atufanye. Kwa sababu wale watu kurudia kosa ndio kosa. Wamefanya mambo tufanye haya, wamesema na wametoa onyo. Wamerudia tena, ina maana wamedhihaki mamlaka. Kama mamlaka iko juu ya iko chini hapo wao juu, basi sawa. Lakini kama mamlaka ndio iko juu kuliko wao, tunataka kuona adhabu ikitoka. Na sio adhabu ya kama ya kuelewana. Kama mshabiki amefanya kosa dogo tu la uwanjani, labda kurusha chupa, kafungiwa mwaka, kiongozi anatoa timu mule akaenda kupeleka nje ya uwanja, wamfanye nini? Shabani, tumekuwa tukisifia ligi yetu kama ni ligi namba 5 kwa ubora Afrika. Kwa mambo yanayoendelea, pengine wanaisha hadhi hasa ile taarifa kwamba hii ligi namba 5 kwa ubora Afrika, ikizingatia mtu anapata taarifa mechi ya mwisho ya Africans ya kumaliza msimu hakutumia nyumba ya kubadilishia nguo ambayo ndio uwanja. Yaani katika watu walofanya ligi bora ni Simba. Katika utawala wetu mambo ya ovyo sisi. Miaka mingi ndio utawala sisi kwenye mpira wa nchi. Mpaka tukapandisha rank ya ligi kama mpaka hadi namba 4. Havikutokea hivyo vitu vya ajabu. Kwenye utawala wao, waamuzi wabovu, wanafanya maamuzi mabovu, wanajichukulia tu wanapotaka wao ovyo, vitu vingi vya ovyo. Wale ndio wanafanya mpira wetu unashuka. Na wale ndio wanafanya watu wengine waende kuchukia mpira kwa sasa.
Leo mimi siungi mkono eti kwamba yule ni kiongozi bora. Ukiona mtu kamunga mkono yule ujue hivyo chawa wake. Tunamwambia mpira katika mtu ambaye kafanya mpira Tanzania umekwenda vitu vya ovyo Hersi. Hiyo haina siri. Leo anamkumbatia mtu ambaye anashabikia mchezaji kuumia. Tumeelewa? Leo Hersi na ndio anafanya timu yake mara mbili inatoka kwenye nyumba ile inaenda kwenye nyumba ya mtu binafsi anaenda kubadilishia nguo. Wewe unataka ligi yetu iwe bora? Yule mimi nahisi yule asili yake tu hapa. Hamna Mtanzania mwenye roho ngumu kama Hersi. Hata Mungu mimi nakwambia. Kwa maana hiyo sasa nini kifanyike? Nadhani hizi faini ambazo zimekuwa zikipigwa pengine zitakomesha ama nini kifanyike hasa ili kuweza kukomesha makosa ambayo yanajirudia kwa namna hiyo? Faini bro haisaidii. Enzo Mtimbe na Engineer Hersi wakapewa adhabu ya kinidhamu ya kukiuka mamlaka. Wafungiwe kwa sababu ukiwapiga faini si inatoka mfuko huu na mfuko huu. Wafungiwe ili mwingine kesho asije kurudiwa. Kama mshabiki karusha chupa moja ya maji kafungiwa, kiongozi kutoa timu kwa nini asifungiwe? Tumeona hapa Fumau Baraka na yule nani Bomba yule wa Simba walifungiwa. Tena wao walifanya makosa makubwa kuliko hao. Wale wana makosa ya kawaida tu wamefungiwa. Uongo. Kwa nini huyu mtu ambaye kwanza kaadhibiwa kwa kosa hilo kaona haifai karudia tena kosa? Wafungiwe kama kweli mamlaka hiyo kamati ya nidhamu itaenda kutenda hapo. Wale wafungiwe ili mwingine asirudie na siku nyingine asirudie hilo kosa. Yaani jambo la kwanza ni nini hasa kinafanya Young Africans wasitumie vyumba vya kubadilishia nguo, watumie nyumba jirani kwenye uwanja ule sasa wa JKT mechi kubwa ambazo zinahitaji matokeo? Ushamba wao tu. Mimi nakwambia ushamba wao. Na wanajiaminisha kwamba wao ndio timu kubwa wanapolizwa madawa. Ushamba wao tu. Kwa maana hiyo ubingwa sasa hawakustahili kuchukua wao. Yaani nikwambie kitu, ukichukulia kikihalali. Ubingwa huu wa Simba. Kwani Simba akunyima pointi 3 Zanzibar? Goli lile kamati ya masaa 72 ikuamuru lile goli. Si kwa nini wametunyima ubingwa? Lakini bora uingie ule ndani kwenye uwanja. Wao kutoka nje ya uwanja. Alafu mtu ananyamaza kimya. Klabu yao na ndio klabu ambayo ilishapata kuuma. Kwenye vyumba Chamazi wanacheza mechi baada ya kutoka katika kwenye vyumba gani umekuta mabomba ya sindano. Si utaona huyu Hersi. Lakini achia hivyo makomando wao utaona Hersi huyu. Ndio walizuia Simba isifanye mazoezi. Utaona Hersi au sio Hersi? Leo hii mara mbili mfululizo wanazuia timu isiingie nyumbani kwenye vyumba vilivyoandaliwa leo kwenye nyumba ya mtu. Sio utaona Hersi. Asipofungiwa basi Hersi yuko juu ya sheria. Na kamati ya sasa imekuwa ikisema kutoa adhabu kwa timu ambazo zinakiuka taratibu. Tunaona Young Africans wamekuwa wakilalamikia kwamba harufu mbaya, kemikali ndio imekuwa chanzo cha wao kutoka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na kwenda kwenye jumba la nje ya uwanja. Pengine uoni sasa ni wakati pia wa TFF ama bodi ya ligi kushughulika na hizi tetesi ambazo zimekuwa zikisemekana. Tumeona hata Azam FC pia walikumbana na hiyo changamoto. Ujue na ndio maana tunasema mpira umeingiliwa sana. Mimi na uhakika kabla ya mechi kuna watu ambao wanakagua baadhi ya maeneo. Kwenye mechi kuna mechi kamishna ambaye anasimamia mchezo, lakini kuna watu tofauti. Kuna madaktari. Nani katoa uthibitisho kwamba vyumba vya Meja Samuyo mechi ya Yanga na JKT vilikuwa vina madawa? Wewe ushawahi kusikia? Ni kwa nini huwa hawarudi kuthibitisha kwamba haikuwa? Ni uongo. Watu wanatengeneza ili waende kwenye hizo nyumba wakafanye mambo yao. Ni uongo. Kwenye taarifa kama ukweli watoe uthibitisho. Kwenye taarifa ya bodi inaeleza kwamba tumewaita kwenye kamati waje watudhibitishie ni nini hasa kiliwafanya wao kutokutumia chumba cha kubadilishia nguo. Na je, wanasemaje? Walienda? Ndio wameitwa sasa taarifa kwa mujibu wa taarifa. Watoe uthibitisho. Na mimi nakwambia uthibitisho hawana kwa sababu wanatengeneza mazingira ya kwenda katika majumba ya watu wakafanya wanachokifanya ili wapate matokeo. Hawakwenda kimpira na ndio maana unakuta wanang'ang'ania kwenda katika nyumba nje ya uwanja kwa sababu uwanja ule nadhani uko sehemu salama. Lile eneo la jeshi
ule uwanja eneo la jeshi. Kwanza kuna vitu leo tunavichukulia sheria, sawa? Leo unaposema vyumba vimeenda kupuliziwa madawa, lile eneo la jeshi na ule uwanja unalindwa na wanajeshi. Sisi tunaenda kwenye ule uwanja wa wanajeshi na wanalinda ule uwanja. Ina maana leo wanajeshi ndio wanapuliza madawa mule nyumbani. Mimi sikatai, inawezekana wamepuliza, inawezekana wengine wanapuliza, na ndio maana nasemaje, wakati vyumba vinaonekana vina madawa, ushawahi kusikia kuna hatua yote imechukuliwa? Hatua haichukuliwi kwa sababu wao hata wao wanalalamika vitu hivyo wanaonekana wanafanya hivyo, wanapaswa kutudhibitishia. Sasa sisi ili mradi tuthibitishiwe, tuone kwamba bwana makemiko hapa, si kuna vipimo makemiko hapa, kuna 1 2 3 4 5, si tumeona watu wa Azam kama ni walipuliziwa au kuna vitu walikula nje ya uwanja, kwa sababu wachezaji wa Azam kwa hali ya kawaida wanaonekana kuna chakula walikula akikuwa sawa na mpaka leo kimya, wala mna mtu alopata shida yote, hamna chochote. Lakini ukiachia hayo, sisi tumeenda Zanzibar kutenda na wao nyumbani, tumeona yametobolewa matobo, tukaandua ya kamera wakati jana yake hapo, wakati jana yake ya matobo ya kuwepo. Na hata hivyo wanasema toka kipindi cha Chani ndo kamera zinaonekana zifunguliwe. Chani ilisha lini? Kwa hiyo kuna vitu vya ajabu vinafanyika, lakini ili kuthibitisha hili tuone. Na hata hivyo kusema ni vile kabla ya mechi jumba vina madawa, sisi Yanga hatuchezi, si ndio maana yake? Kwa sababu pale si kuna uthibitisho, wangesema wacheze, kuna laana nje kwepo. Kwa nini watoke nje ya jengo? Kwa hiyo ile jengo ndio jengo lao ambalo kuna vitu vyao wanaenda kufanya. Mimi naomba mamlaka, kama wako serious na hili, kama wanahitaji mpira wetu uende kusonga mbele, hamna mtu ambaye anaharibu mpira wa Tanzania kama huyo rais wa unawaambia nini kama mamlaka ambayo ilikuwa ikitoa adhabu? Mimi tuliye kuona kama ni kweli adhabu ya pesa isaidii. Pesa inatoka tu, kama nakwambia pesa wala sio kila kitu. Unaweza ukatoa pesa sehemu ukaenda kuharibu. Adhabu inastahili iende kutolewa. Pesa kiongozi anatoa, si umeelewa? Lakini unapompeleka mtu jela au ukimfungia unampa funzo. Ndio maana anatuambiaje, gerezani kuna mafunzo. Inawezekana ukienda jela unaacha wizi na unaacha vitu vingine vya ajabu, lakini ukinipofaini utazidi kuendelea kuiba. Kwa hiyo wale viongozi wengi Mtimbe na yule wanajua walichokifanya, au wanajua wao wanachokifanya kwenye ile nyumba, ndio maana waingii. Sasa kwa sababu wameenda kurudia na maelezo hawana, wale viongozi kwenye hiyo kamati wasimwangalie mtu usoni, wawafungie. Kama kuna watu walifanya mpira wa Tanzania umekuwa mkubwa na hii leo hawapo, kwani wakifungiwa wao kuna tatizo gani? Shabani, kwa kumalizia sasa, hoja yako ya msingi hapo ni kwamba hata nafasi ambayo anapewa rais wa Young Africans kwamba ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika haistahili, hana hiyo nafasi kwanza. Ndio maana mpaka leo timu alizoambiwa azitimize ili nafasi yake itimie, bala hazijatimia. Zilizofuata timu kama nasikia timu kama 5 au 6. Kwa hiyo watu wanamuona kabisa hatoshi, na kweli hatoshi, kwa sababu haiwezekani leo rais wa vilabu au rais wa klabu kubwa kama vile Yanga unaenda kumsupport mshabiki anayeshabikia mchezaji fulani kuumizwa, tena mchezaji huyo anacheza ligi kuu, na wewe rais unaenda kumsupport na unachukua yule mshabiki unampa na kombe, unamwambia inue juu, wakati yule mshabiki wa timu pinzani. Wewe unaona yule rais yuko sawa? Rais anasupport klabu yake kutoka nje ya uwanja kwenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu. Wewe unaona huyu atafaa kuwa rais wa vilabu? Yule si anatuuza mapema tu vilabu vyenyewe. Leo rais wa vilabu klabu yake ndio inapigwa bani ya kusajili kwa kudhulumu wachezaji kutowalipa hela zao. Rais wa vilabu anastahili? Tuzungumze ukweli, hana hastahili, ila kwa sababu kuna watu wana njaa na wana shida katika hii nchi, kwa sababu wanamtumikia wao ni machawa, anawapa vilaki mbili vya kuwapeleka watoto shule, hata wamsifie. Tukizungumzia football, Eli si hastahili kuwa na choo kikubwa katika mpira, kwa sababu hoja ya msingi, vitu vyote vilivyokutajia vyote vya msingi. Makomando waliozuia Simba kufanya mazoezi, makomando wake. Timu inaenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu binafsi mara 2 timu yake. Timu inayodaiwa kutowalipa wachezaji pesa za usajili, timu yake. Timu inanunua mashabiki wa timu nyingine kwenda katika timu yake kwenda kuwashambulia mashabiki wa timu nyingine, timu yake. Timu ambayo
inashadadia, inamtuma mtu ashadadie mchezaji fulani kuumia ili ashadadie bora atavunjike timu yake, na yeye mshabiki kamunga mkono, na yeye mshabiki anamtuma michome, ile michome anatuma na yeye. Ndio maana juzi kamsapoti. Haiwezekani wewe timu yako Simba umevaa jezi ya Simba uingie uwanjani upewe kombe alobeba Yanga hapo mbele ya rais wa Yanga. Unaona hiyo iko sawa? Yule anatoka kwenye maadili ya mpira wa Tanzania, anatoka kwenye maadili ya sheria 17. Katika utawala wake marefa wamefungiwa wengi sana katika utawala wake kwa kulalamikia timu yake. Yule sio kiongozi thabiti. Mimi hata Mungu nikwambie kweli. Atakayepinga apinge, atakayekubali hiyo mimi wala simkatazi mtu, kila mtu na utashi wake. Lakini kuna vielelezo vinavyomkataa ili sikuwa kiongozi wa mpira kwa nchi hii. Mshukuru sana wewe, tuone kachojiri hasa kwa wameitwa kwenye kamati ya maadili. Na kushukuru sana, ila niwaambie wana Simba kesho tusupport timu yetu, tunacheza dhidi ya Azam FC. Tutakapofanikiwa inshallah tukutane kwenye paredi, sio kwenye mchaka wanaofanya wao. Wao wanafanya mchaka kesho, mchaka chinja, China piga paredi bwana. Si hatupigi mchaka, si tunapiga paredi. Paredi ni hadhi. Sasa kama kesho watakupiga chinja ili watu waweze kujua Simba barabarani, wakapige chinja. Na nimesikia wanataka kwenda klabu ya Simba kae masaa 3. Waombe kibali wakae wiki nzima bali. Wakate viuno pale, wamalize shughuli zote, afu ninakuja paredi na timu. Hata kidogo, yani kama kapashoga ubingwa wao, si utuni. Wewe shoga akifa unasikitika. Ubingwa wa Yanga? Ngoja nikuulize, shoga ukutekafa sehemu utasikitika? Sikitika. Na ndio ubingwa wao, yani kama kapashoga, yani hamna kama kilichotokea. Sasa ubingwa tunaona mafaini milioni 100 na milioni 30, ubingwa wa refa mara kafungiwa, mara imechika bebo, si kama kapashoga. Tabani hapa. Kila pesa zungumza machache ya kuelekea msimu umeisha 2025 2026. Young Africans amepigwa faini ya milioni 100 kwa makosa aliyofanya kwenye mchezo wa Jamhuri. Shabani kwema? Kwema, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kabisa. Kila kitu kinaenda vizuri. Finali kesho. Finali kesho kwema. Gombani. Kuna ile kauli yenu hii tunabeba. Kauli ya sasa kila mechi tushinde. Kila mechi na tushinde, na mechi zetu zile galiti zilizobaki zile tunashinda. Na kesho tunacheza finali dhidi ya Azam, finali ngumu, finali yenye kusisimua kwa sababu timu zote zinazocheza kesho timu ambazo bora zina watu waliokuwa bora. Young Africans amepigwa faini ya milioni 100 na viongozi wake Engineer Harris ameitwa kwenye kamati ya maadili kwa makosa ya kutumia nyumba ya nje ya uwanja uliopo JKT pale. Kwenu kama mashabiki wa Simba, mliona tukio lilofanya Young Africans ina maana gani kwenye mpira wetu? Yanga wamepigwa faini baada ya kuingia kwenye nyumba mechi dhidi ya JKT ambayo imecheza juzi, si ndio hivyo? Kumbe kuna bado wanazidi kuingia tena kwenye yale majumba. Mimi ndio labda tayari walishamaliza hilo zoezi. Wameingia tena juzi. Na wamepigwa faini ya milioni 100. Na viongozi wake wamepelekwa kamati ya maadili. Na katika waliopelekwa kamati ya maadili mmoja na ndio rais wa vilabu. Sasa mpira Tanzania si ndio unakufa kabisa. Kama rais wa vilabu kabisa, rais wa